Wakati wengine wakisafiri hapa Bongo na kuelekea kule Nigeria kwa ajili ya harusi ya Jux na Priscilla ambayo inakwenda kufanyika kwa siku hii ya leo. Huko katika mitandao ya kijamii yameibuka mengine mapya na mazito. I hope uko poa mtazamaji wa Mawengi TV, lakini kama bado hujasubscribe channel hii ni kusitu bonyeza alama kengele na uambatane nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hiki ambacho nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Kazi yetu ni kukusogezea zile update zote za taarifa mbalimbali zikiwemo za siasa, michezo na burudani. Langu jina ni Jina Masai Tanzetu. Sasa huko katika mitandao ya kijamii ni mengi ambayo yanazungumzwa, ambako mjadala mzito umeweza kuibuka kati ya Diva na Lukamba, ambapo hii ilianza mara baada ya Diva kumkumbusha Lukamba umuhimu wa kuwa na shukrani kwa Diamond Platinum kwa nafasi aliyopatiwa, akisema alimsogeza mbali kimaisha, ikiwemo kumfikisha kwenye jukwaa la kimataifa, na aliweza kueleza kwamba hata kama kuna changamoto si vyema kuongelea vibaya watu waliokutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa upande wake Lukamba aliweza kueleza si kila mtu aliyepita Wasafi amenufaika ipasavyo, na alisema baadhi ya watu walioondoka Wasafi ndio waliojipata na kupata mafanikio ambayo hawakuwa nayo hapo awali. Na alitolea mfano wa dancers waliotimkia Marekani na bodyguard Mwarabu Fighter ambaye alisema maisha yake yalikuwa magumu alipokuwa chini ya uangalizi wa star huyu Diamond Platinum. Kwa upande wa pili tunaona mifano mingine mizuri ambayo baadhi ya wasanii ambao walikuwa katika lebo hii ya Diamond Platinum wakifanya kazi kwa pamoja, na mara tu baada ya kutoka katika lebo hii wameweza kuwa na maisha mazuri na kufungua lebo zao. Tukimwangazia Harmonize ambaye yeye alitoka Wasafi na kuanzisha lebo yake Konde Gang, na mpaka sasa anafanya vizuri na ni star mkubwa wa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tukisalia pia kwa Rayvanny ambaye alifungua Next Level Music na anaendelea kufanya kazi vizuri kwa uhuru. Lakini pia Rich Mavoko alilalamika kusaini mikataba ya kinyonyaji iliyomnyima uhuru alipokuwa WCB, na alipoondoka alijitahidi kujisimamia lakini hajafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya dancers waliotoka Wasafi na wanaishi Marekani na wanafanya vizuri kwa kujitegemea. Mwarabu Fighter naye alikuwa bodyguard wa Diamond Platinum, alisema alikuwa na madeni na maisha magumu alipokuwa Wasafi. Kwa mtazamo huo basi ni wazi kuwa kila mtu ana mtazamo wake, wengine wakiona kwamba baada ya kutoka Wasafi ndio maisha yao yamenyoka, lakini wengine wakiona kwamba kuwa Wasafi ni sehemu ambayo imewafungulia njia na mwongozo wa mafanikio. Sasa Lukamba jana katika upande wa Instagram aliweza kuchafua vya kutosha, na hii ilitokea mara baada ya Oscar na Baba Levo katika kipindi chao kuonekana kwamba wanasifia baadhi ya watu waliotoka Wasafi na wanaishi maisha mazuri kwa wakati huu, ambako mtu aliyeweza kutajwa ni Lukamba. Sasa kupitia kile walichokuwa wakizungumza waandishi hawa, Lukamba aliamua kukichukua na kuriposti katika Insta story yake, na kisha akaandika yafuatayo: unajitahidi kuaminisha watu uongo. Kama kuna mtu kavunja rekodi yangu ajitokeze, na mwaka wa pili tangu nitoke Jehanamu bana we, hakuna maisha hapo, njaa kali sana. Diamond nani? Kawa Mungu, acheni kuongopea watu, sasa nitayamwaga. Lakini posti ya pili akaandika yafuatayo: walipeni watu vizuri, watu wanajitoa sana, wanafanya kazi nzuri ambazo mpaka leo mnajivunia kazi zao. Mashamsham ya nyoko, nani atakula usta bila hela? Hakuna kunishusha hapo. Na wakumbusha naitwa kaka wa taifa, uongo tu kuongopea watu, wafanya kazi wote wamekimbia. Katafuteni Lukamba wa Marekani, si mna hela. Kila mtu afena chake, wanafiki nyie, na nisije kusikia eti aliteleza, mlinipa bure. Posti ya tatu akaandika: kuna visonoko fulani wanasema natafuta kiki. Asa kiki ipi? Na nikaanza kunitaja watu na ndevu na mapua makubwa kama tundu la choo. Lukanyoko, ofisi iliwauma sana mpaka mkanitengenezea kesi. Mwishoni keke moja ya kucheka pa kubwa kweli kweli. Sasa kupitia kile ambacho ameposti Lukamba, kuna baadhi ya watu walimshauri na nini, lakini pia Lukamba akachukua zile comment na kuweza kushare katika upande huu wa Insta story yake. Huyu Diva ambaye alianza kwa kumshauri mdogo wangu Lukamba, wema huwa hauozi, regardless, listen up. Watu tumeacha kazi sehemu na tunaendelea. Ona watu hao ni familia, sababu wana mchango mkubwa katika maisha yetu kufika tulipo. Beba yaliyo mema, ishi nayo. Lukamba na kuita mara 3. Kumbuka kwamba Diamond alikutendea wema sana na haikupaswa kusahau. Safari zako zilizovuka mipaka, ulienda hadi Marekani na nje ya nchi zingine, hazikuwezekana bila msaada wa Diamond.
Aliwezesha kutoa fursa ambazo zilikufungulia milango na kushirikiana na wasanii wakubwa duniani. Kupiga picha za wasanii hao wakiwa na Diamond ni kitu kikubwa sana. Hii ilikuwa hadithi ya mafanikio ambayo inakumbusha umuhimu wa kutambua wema na msaada ambao unakuja katika njia yako hata wakati usikotarajia. Usikose kumbuka mchango wake, kusema kisa mtu mmoja kukutaja kwa njia yake wakati yuko katika eneo lake la kazi. Sio sawa kuingiza wote na kukosa adabu. Dumisha wema na watu waliokutendea. Huo ni ukumbusho wa jinsi uhusiano na msaada mzuri unavyoweza kubadilisha maisha na kuleta mafanikio makubwa. Lakini pia Scob Ramos ameweza kuposti yafuatayo. Lukamba, mdogo wangu Diamond ni kama baba yako nyumbani kwenu. Amekuzaa, akakulea kwa dagaa, akashindwa kukusomesha mabasi ya njano. As you wish, ulisoma Kayumba sawa. Ile jukumu la wewe kuwa Sakes ni lako, yeye kakuzaa kibrandi. Haya, wewe umefanya nini mpaka sasa, maana wewe ndo baba sasa, ushatoka home. WCB, mafanikio yako makubwa ni yapi katika uhuru wako? Stop that shit. Kwa aliyekufanyia tukujue deal na Baba Levo kivyake, Diamond hajakuzungumzia vibaya mdogo wangu. Wake up, dunia duara, ipo siku utamhitaji. Haya, mimi napita. Kwa hiyo posti hii Lukamba pia ka screenshot akaposti katika Insta story yake na kuandika, weka uze viwanja, wewe ujui lolote. Anayejiamini anaweza kusimama na mimi aje na pointi za maana, sio mambo ya kusafiri sijui kupiga picha na kina Snoop. Mama yangu nitamlea na picha za Snoop Dogg. Akaweza kuandika hayo Lukamba. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani ambavyo Lukamba ni kama vile athamini mchango wowote wa Diamond Platinum licha ya kufanya naye kazi kwa kipindi fulani hivi kirefu. Lakini sasa watu wameweza kuona mtazamo huu ni mbaya na hapaswi kufanya hivyo kwa sababu ni tayari ameshapita katika mikono yake. Hata kama ana mafanikio na nini, anapaswa arejeshe heshima yake kwa Diamond ambaye alimtoa na kumpa brand na vitu kama hivyo. Mtazamaji, ni upi mtazamo wako kufuatia hiki ambacho anakifanya Lukamba na ukizingatia amepita katika mikono ya Diamond Platinum? Mimi ni Diana Masai na hii ni Mawengi TV.